Mimi ni Bi Evelyn Chiomba ambaye ndio naishi hapa. Nashangaa hii kesi ambayo bado iko mahakamani. Hii ina maana kwamba bado mimi niko hapo. Sasa nashangaa hii hukumu wenzangu wameifanya kwamba ndio imeisha. Wamepata wao hukunani uhalali. Kwa hiyo wameanza kubomoa. Sijui sheria wameipata wapi. Wito wangu kwa serikali, naomba wanisaidie kwa sababu ninavamiwa. Hii nyumba ni kweli ni ya kwangu. Tulichukua mwaka 76 nikiwa na mume wangu, na tumejenga kwa THB. Sasa nashangaa wanasema kwamba mzee aliwaulizia. Mzee alifariki 93. Alafu hapo wanasema aliwauzia 94. Haya yote alishagundulika tulipokwenda kwenye mirathi. Sasa hao walioko huku ndani wanang'ang'ania hicho tu kwamba walinunua, waliuziwa. Huyu aliyewauzia kawatapeli kwa sababu eneo hili sio lake. Ninaomba mwanangu aendeleze zaidi. Mimi hapa nilipo na pressure, nashindwa hata kuzungumza. Watu wamekuja mahali hapa na kutuvunjia hii nyumba iliyojengwa na marehemu mume wake Evelyn Chiomba mwaka 77. Na hiki ni kiwanja alikipata kwa uhalali, ambaye survey alikuwa ni Ruzangi, Faustine Ruzangi, ambaye ndo alisurvey mahali hapa. Cha kushangaza, kuna kijiko humu ndani kinavunja hii nyumba ya mjane wa miaka 83. Ikiwa ni wametafsiri tofauti. Manake tumeweza kuwapa taarifa hata serikali za mtaa, tukaambiwa kuna hukumu ambayo inasema inampa uhalali huyo mtu. Kiuhalisia hiyo hukumu tafsiri yake sio hiyo. Haikuwa hiyo tafsiri ambayo sasa hivi inaongelewa. Tafsiri inayotumika sasa hivi ni tofauti na hiyo. Mpaka sasa hivi wanavunja hii nyumba. Hii yote ni uvunjifu wa amani. Sisi bado tuko ndani ya hii nyumba. Cha kushangaa tumevamiwa leo na mabouncer pamoja na kijiko kimeingia ndani, tumefungiwa geti na wanabomoa hii nyumba. Serikali ya mtaa ndo kama hivyo, tumewapa taarifa, wanadai kwamba hao ndo wana haki. Kiuhalisia sicho. Yaani wanawatetea watu ambao vyombo vilichunguza na wakasema watu wamegushi nyaraka. Sasa sijajua kwa sababu mjane huyu ni mjane, hana pesa. Wito wangu mimi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, naomba ulisikie hili na kukemea vikali unyanyasaji na ukatili wa namna hii. Si sawa. Hili jambo linatendeka leo kwa mama huyu mjane, siku nyingine itaenda kutendeka hata kwa wenye vizazi vyenu. Hili jambo sio zuri, ni la kulikemea. Hata katika Ukristo na Uislamu unasema ya kwamba ukimuona mtu muovu anatenda uovu na usimkemee, ule uovu utadaiwa ile damu itadaiwa kwako. Na pia katika hiki kitu kinachofanyika mahali hapa cha udhulumishi, cha kumdhulumu mjane, hii ni mbegu inapandwa. Na chochote mtu akipandacho, mimi na imani kabisa atakivuna. Tena inalaana. Hili swala linalaana kwenye vizazi, na viachia vizazi vyenu kwenye wakati mgumu. Hii si sawa. Inachafua na inaharibu taswira nzima ya nchi yetu. Mimi naomba viongozi wote mpate kulisikia hili na kulitendea haki yake. Mahakamani kwenyewe unaambiwa kwani nyinyi hamna makazi mengine pale, ile nyumba iachieni. Iachieni ile nyumba, ina watu wakubwa pale, watu wazito pale. Lakini sina imani kwamba watu wote wanaweza kuwa watapeli namna hii. Safi, pole na majukumu na hongera kwa kazi. Asante, hongera kwa kazi na wewe. Leo tulienda pale mtaa wa mtaa wa Regency pale estate. Tuliitwa kwamba pale kuna nyumba inabomolewa ya mjane Evelyn Chiomba. Sasa tulikuwa nataka tupate tu upande wenu kama hiyo taarifa mmeipata au vipi? Maana ile zoezi nadhani hadi saizi bado linaendelea. La kubomoa hiyo nyumba? Ndio wanaendelea kuibomoa ile nyumba kama taarifa hiyo mnayo au? Mimi sijaipata, ndio kwanza nakusikia hapo. Ni wapi Masaki huko? Pale mtaa pale ni Mikocheni pale, karibu na Kairuki. Sawa, basi acha nifuatilie Pamela. Nashukuru kwa taarifa. Haya, asante.